Mzima kabisa. Mzima za yeye. Mimi nipo safi. Sasa kama tunavyofahamu hapa chuoni kwetu kutakuwepo na interclass competition. Ukiwa kama miongoni mwa wanafunzi kutokea chuo cha Institute of Social Work, umejiandaje kwenye hili swala? Kwa upande wangu mimi sio tu mwanafunzi wa Institute of Social Work, pia ni mjumbe wa kamati ya interclass kwenye mashindano yanayotarajia kuanza wiki ijayo. Mimi kama mwanakamati nimejiandaa vizuri, nitashiriki kwa kila kitu nitashiriki. Japokuwa pia mimi kuna mchezo nitashiriki wa kunywa soda kwa watu wenye disability, pia mimi nitawakilisha. Utawakilisha tena vizuri? Nitawakilisha vizuri zaidi. Kwa hiyo unataka kutuambia kwenye mashindano ya kunywa soda watu ambao watakuwepo kwenye kushiriki pale, wewe unahisi utakuwa kwenye nafasi ya ngapi? Nafasi ya kwanza. Wenyewe wanajua, wajipange tu. Unamaanisha upo vizuri sana kwenye mambo ya kula? Sio kula, kunywa soda. Ande huko kunywa soda, upo vizuri sana kwenye kunywa soda. Ukiachana na kwenye hicho kipengele gani kingine ambacho utashiriki? Kipengele kingine labda kushabikia tu football kwa sababu ni kitu ambacho napenda. Sasa kwa mwanafunzi ambaye kwa sasa taarifa hii anaipata ya interclass competition pamoja na hivyo vitu vingi ambavyo vitaendelea katika hiyo siku, wewe una nini cha kumwelekeza? Cha kuambia tu, yani watu wanapokuwa wanapita madarasani kuandikisha wale washiriki, wasiache kuandikisha. Michezo yote itakuwepo: football, netball, kukimbia, kuvuta kamba, kukimbiza kuku. Yani kila mmoja jitokeze kwa nafasi yake, kusiwepo na mtu anayelalamika mimi sijashiriki, sijafanya nini. Michezo yote ipo kwa ajili yao. Kwa wanafunzi wote mjitokeze, jambo litakuwa kubwa kama mnavyoona hivyo. Lakini pia naomba usisitizie hapo, maana wewe pia ni miongoni mwa watu ambao wapo kwenye kamati. Ili mwanafunzi ashiriki wapo Institute of Social Work, vitu gani ambavyo vinahitajika ama vigezo vipi ambavyo vinahitajika ili mwanafunzi ashiriki? Yani amna vigezo, as long as wewe ni mwanafunzi wa chuo cha ustawi wa jamii una haki ya kushiriki mchezo wote. Vigezo hamna. Kigezo ni kuwa mwanafunzi tu wa chuo cha ustawi wa jamii. Kipaji pia kihitajiki? Kipaji, mwenye kipaji ndio maana kaitwa michezo. Hamna mchezo ambao umementioniwa kwamba mchezo utakuwa football tu, hapana. Ndio maana kuna michezo mingi. Kwani mchezo wote utakuwepo. Kama unahisi unaweza kukimbia, njoo. Unaweza kukimbiza kuku, njoo. Ukacheza PS, njoo. Bao, njoo. Yaani mchezo wote haijamchagua mtu yote ule, hajabagua mtu. Michezo yote ipo kwa ajili yao. Okay. Kuja kwa wingi tu. Okay, fine. Kitu cha mwisho katika maisha ya chuo, kitu gani ambacho umejifunza kwenye maisha ya chuo ulipofika hapa chuoni? Kitu kikubwa nilichojifunza kwa maisha ya chuoni kuna upendo mkubwa sana, yani ukiishi na watu vizuri. Yani kuna upendo ambao mimi yani sijui niuelezee vipi. Kwanza kabisa ukiangalia hata wizara yetu ya michezo ina waziri wetu wa michezo bingwa kabisa, Hatibu Asmani Mgala. Yani huyu wizara imemfaa kwa kweli. Yeah. Kwa hiyo kipi ambacho umejifunza vizuri? Nilichojifunza mimi ni upendo tu kwa watu wote, kuishi kwa upendo, vitu kama hivyo. Sasa ungewashauri nini wanafunzi kuhusiana na swala upendo? Wapendane wao kwa wao, kwa sababu ukianza kumpenda jirani yako ndio itakuwa pia chanzo cha kumpenda mwenzako mwingine. Kwa wao wapendane, wasibaguane, vitu kama hivyo. Okay, dadangu mimi nikushukuru sana, halafu umetisha.